mwacheni aende, utajaza YouTube za watu. Bismillah. Jamani, ile ni mashine ya kuongea. Leo ndo tumekutana na mashine ya kuongea sasa. Mashine ya kuongea tiki. Jamani, tuendelee kazi. Tupangane vizuri kwa jamani, taratibu. Nauliza swali. Ushindi wa goli 4 dhidi ya TRA ambao si timu ndogo, ni furaha kiasi gani kwenu? Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia kupata ushindi huu wa bila. Hata sisi wenyewe hatukutegemea aina ya ushindi huu ambao tumepata. Tulikuwa na pressure kubwa, tulikuwa na hofu kubwa kwenye mchezo huu kutokana na ubora wa mpinzani wetu TRA, na hilo tuliliweka wazi tangu mwanzo ya kwamba tunakwenda kukutana na mpinzani mgumu kweli kweli. Tuliamini tungeshinda kutokana na ubora wa timu yetu, lakini hatukutarajia ushindi mnono namna hii na utawala mkubwa wa dakika 90. TRA leo tuliweza kuwakamata vizuri. Bila shaka mwalimu Stephen Becker amefanya homework yake vizuri, amewastadi TRA kwenye mechi zote mbili ambazo tumecheza nao, na uzuri ni kwamba tumecheza nao mechi 3 kwenye kipindi cha muda mfupi. Kwa hiyo ni rahisi mwalimu kukaa na kufanya homework yake vizuri na kuangalia ubora wao na udhaifu wao. Kwa hiyo kwenye meza ya kiufundi Stephen Becker ameshinda pakubwa, kwa sababu alifahamu udhaifu wa TRA uko wapi, alifahamu ubora wa TRA uko wapi, na silaha ya TRA ni nini, akaweza kudhibiti na hatimaye tukaweza kuwa outshine na tukamfunga magoli 4. Sisi kwetu ni fahari kubwa, ni faraja kubwa. Ndiyo robo fainali ambayo imezalisha magoli mengi kweli kweli, na ndio robo fainali ambayo ilikuwa haitabiriki, lakini mwisho siku tumepata ushindi wa magoli 4. Hongera kwa benchi la ufundi, hongera kwa mashabiki wetu, na hongera kubwa kwa wachezaji wa Simba Sports Club. Ahmed, ulisema kwamba sababu hii kwa itabirika na tunaona matumaini tunakoelekea ni nusu finali. Coastal Union na wenyewe sio timu mbaya sana, na kama sikosei wana uzoefu mkubwa na kombe hili, wameshacheza mpaka fainali. Kwa hiyo wanajua kitu gani cha kufanya, hasa zinapokuja mechi za knockout. Nusu fainali na yenyewe itakuwa ni ngumu, lakini muda wake utafika. Tutajipanga kwa muda wake, tutajiandaa, lakini niseme tu kwamba itakuwa ni nusu fainali bora na nzuri. Ni mambo ya rotation tu. Mwalimu anapanga nani aingie, nani acheze, nani asije. Kwa hiyo baada ya muda mrefu Nabi Kamara ameweza kumshawishi mwalimu mazoezini, na leo hii kampa nafasi, amefanya kazi yake ipasavyo. Ni jambo la kutia faraja kuona ya kwamba kikosi kinazidi kutanuka, watu wanazidi kuaminiwa, na uzuri wa hivi sasa Simba Sports Club, kila mchezaji ambaye anapata nafasi anaonesha uwezo mkubwa, anaonesha ubora wa hali ya juu. Nafasi haijamilikiwa na mchezaji fulani, kila nafasi ina option yake. Kwa mchezaji akipewa nafasi anaonesha ubora mkubwa, kwa sababu hana uhakika mechi inayokuja kama atapata nafasi, na hiyo kwetu inatupa faida kubwa ya kuwa na kikosi kipana na ushindani ndani ya kikosi. Namna gani ya kumzuia Chama asifunge? Namna gani kumzuia Chama asifunge? Maana kila mechi anaweka. Hakuna labda akose mwenyewe tu kwa kudra za Mwenyezi Mungu, lakini hakuna mchezaji yoyote ambaye anaweza kumzuia Chama asitimize majukumu yake uwanjani. Ana uwezo mkubwa, ana utulivu wa hali ya juu, ana akili ya mpira wa miguu, ana uwezo wa kufunga, ana uwezo wa kupasia. Ndio mchezaji ambaye anaibeba timu kwa asilimia kubwa kweli kweli, akishirikiana na wenzie. Na katika mechi ya leo amefanya kazi yake, kamaliza. Mwalimu kampumzisha kwa ajili ya kujiandaa na mechi ya Coastal Union, akampa nafasi mtu mwingine naye aloingia vile vile ameingia, muonesha moto wake. Ni dhahiri shahiri ya kwamba hivi sasa Simba Sports Club hatuvizii lineup kuangalia
huyu leo hayupo, tunaanza kupata mashaka. Hii ni mechi ya tatu kama sikosei. Shomari Kapombe hayupo, lakini wala hakuna wasiwasi. Anayepewa nafasi yake anafanya kazi nzuri na anakuwa mpaka mchezaji bora wa mechi ngumu kama hii. Yote kwa yote, Simba tunazidi kuchanja mbuga, na sasa tunaelekea kwenye nusu fainali, na malengo yetu, yani break yetu ya mwisho ni ubingwa wa kombe la CRDB. Jamani, asante. Nasemaje ndugu zangu? Pole ya nini tena ndugu zangu? Tulikuwa kwenye mechi, hatukuwa hospitali wala hatukuwa msibani. Kikubwa tunapenda kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu. Mechi imemalizika salama. Kimsingi tulikuja hapa Dar es Salaam katika mechi yetu ya leo kuhakikisha kabisa kwamba tunakwenda kutimiza ile dhamira yetu ambayo tulikuwa tumejiwekea ya kuhakikisha kabisa kwamba tunasonga mbele katika hii michuano, lakini kwa bahati mbaya matokeo hayajao upande wetu. Sio kitu ambacho tulikuwa sisi kama klabu tulikuwa tunakihitaji. Kikubwa ambacho sisi tulikuwa tunakitaka katika mechi ya leo ni kwenda kushinda, na ni mechi ambayo ilikuwa ndani ya uwezo wetu. Sasa mechi imeisha, tuna kila sababu ya kujipongeza kwanza sisi kama TRA. Msimu wetu wa kwanza tumefika katika hatua ya robo final. Michuano hii mikubwa ya CRDB Bank Federation imetupa pia changamoto ya namna gani ambapo pia tunaweza kujipanga vizuri zaidi katika msimu ambao unakuja 2026-27. Kwa hiyo mechi leo imalizika, kesho tunarudi Arusha, tunakwenda kwenye kile sasa kinyang'anyiro cha kumaliza nafasi 4 za juu. Nilikuwa pale juu, nilikuwa naongea na mameneja wangu kwamba mahesabu yetu ya leo yameishia hapa. Kwa hiyo tunakwenda sasa kuingia darasani kuanza kusoma somo la historia, kwa maana kwamba ni mechi timu 4 zinakwenda kushiriki michuano ya kimataifa, na mpaka sasa hivi sisi kama TRA hiyo nafasi bado tunayo, tubakiza michezo 7. Kwa hiyo nguvu sasa hivi kabla ya kwenda kwenye break ya kalenda ya FIFA, tuna mechi tarehe 20 dhidi ya Mtibwa na tuna mechi tarehe 24 dhidi ya Fountain Gate. Mechi hizi mbili zote tunakwenda kucheza katika uwanja wa Shamra Bedi pale Arusha. Kwa hiyo tunahitaji kwenda kufanya vizuri. Kwa hiki ambacho kimetokea, sisi ni kiboko ya wanaume wa Dar, bado hatujaweza kutoka kwenye hilo. Sisi ni kiboko kwa sababu hawa walikuja kwetu wametushindwa, wao tumekuja huku kwetu wametupata. Kwa hiyo kila mmoja anatamba kwao, lakini kwa mara nyingine nazungumza tena hapa sasa, tumeshamalizana na Simba Sports Club, tunakwenda kujipanga kwenye mechi zinazokuja. Lakini kwa mechi ya Simba sisi tayari tulishapata mwanga kwenye mechi ile ya ligi. Kwa hiyo ninachokiamini katika msimu ujao Simba hawezi kupata point yoyote kwa TRA. Amepata leo na amekuja kwa kukamia mechi. Nilikuwa nawauliza achana naye, nilikuwa nakuuliza kam wewe leo ulikuwa unakamia hii mechi, ulikuwa unakamia ili uende wapi? Nusu finali ipi? Nusu finali ipi? Mmemsikia huyu ni binafsi. Sawa, huyu ni nini? Ni binafsi, lakini ubinafsi wake wacha tumwache nao hapa. Mimi rafiki yangu nakutakia kila laheri kwenye mimi nakutakia kila laheri kwenye hatua inayofuatia. Sawa, nakutakia kila laheri na natamani unaenda mbele zaidi, na sisi tumepata experience nyingine kwa msimu unaokuja, lakini hii ni ahadi na wapa msimu wa 2026-27 Simba Sports Club hatochukua pointi hata moja, hata goal offside, hata shot on target akikutana na TRA kama ilivyokuwa Young Africans, aidha iwe ni kwake ama iwe ni Arusha. Leo wanaume wa Dar bado hawana sababu ya kujisifu, kwa sababu walitakiwa wajisifie wakija kule kutufunga Arusha. Hizi goli 4 ambazo Simba ametufunga leo, hizi goli 4 ambazo Simba ametufunga leo, ingelikuwa Simba Sports wametufunga kule Arusha, ningesema kweli wanaume wa Dar wamepata mtetezi, lakini ametufunga hapa uwanja huu. Kwa hiyo ndio maana mimi nimewapa angalizo, mimi na Simba sasa hivi hatutokutana tena, tumeshamalizana kwenye msimu, tushamalizana. Ndio maana nimetoa nini ile angalizo, lakini nitakualika Simba Day, pitia huku wewe. Sio kwa niende nitakualika Simba Day, subiri kwanza kuongea. Niende mdako, unataka kuongea nini? Kufunga goli 4. Hizo goli 4 wewe unajisifia nini kufunga goli 4? Mmefungwa na mtoto wa miaka 9.
Nani miaka 9? Aisee Ndimbo. Bashiru Kibaila. Nini kanuni inasemaje kanuni? Ndimbo njoo. Anasema tumnyang'anyani pointi huyu, tuchukue CTRA. Anasema tumefungwa na mtoto wa miaka 9. Kanuni inasemaje? Miaka 9. Kanuni inasema kuna under 17, kuna under 20 na sini. Wewe mtoto wa miaka 9 anakuja kucheza. Jamani, naombeni shirikisho wale ambao tumepanga hii ratiba. Ahmed kashasema. Huu ushindi wa Simba wa leo ni batili. Haiwezekani wachezeshe mtoto wa miaka 9 aje akutane na timu ya mamlaka, si ndio? Haiwezekani. Kwa hiyo naomba Ndimbo kakangu huko hapa, mimi kesho tunaandika barua kupinga ushindi huu wa Simba na tunahitaji hii mechi irudiwe na tutafute mkaguzi akague wachezaji wote wa Simba kuanzia umri, afya na kila kitu alichokuwa nacho ili sisi ndio turudi tukacheze. Unapomwona ana miaka 9 si ni utani? Nani? Kasema hakuna utani kwenye mpira, mna utani. Kasema kuna mmoja aende bwana. Kuna mtu alisusa aliondoka. Mwenzake alifanya utani kupiga mpira. Yeye akakimbia goli. Bwana Ahmed bwana umecheka sana hii. Wewe umecheka sana. Kwenye mpira utani huko. Hiyo nzuri. Kwanza ni kodi yetu. Jamani, nywele zangu. Kodi yetu. Maendeleo yako. Ngoja subiri. Ahmed, kodi yetu. Goli 4. TRA ni wazuri.